Na mtazamaji, hali gani? Ni kukaribisha katika habari ya kutwa nzima ya leo hapa Channel 10 Plus. Tutakuwa na Pauline Mvungi, nitakuangazia upande wa habari za kitaifa na kimataifa, na tutakapotoka mapumziko kidogo tutarejea na Eden Bahati upande wa habari za michezo na burudani. Karibu. Wasimamizi wa shamba la uzalishaji mifugo Mabuki wilayani Misungwi mkoani Mwanza kuzingatia chanjo ya mifugo ili kudhibiti magonjwa ya mlipuko yanayoweza kuathiri wanyama na kusababisha rasilimali hiyo muhimu kutoweka. Shamba hilo lina mifugo zaidi ya 2800 wakiwemo ng'ombe bora, nyati, maji pamoja na mbuzi. Taarifa zaidi na Henry Kavirando. Ni kauli ya Waziri wa Mifugo na Uvuvi Dr. Bashiru Ali baada ya kuwasili katika shamba la uzalishaji mifugo Mabuki kukagua maendeleo ya shamba hilo ambalo ni hazina ya taifa ya upatikanaji wa mifugo yenye ubora kwa maendeleo endelevu ya kiuchumi ya wananchi na taifa. Waziri huyo ametoa angalizo hilo baada ya kupokea taarifa kutoka kwa meneja wa shamba hilo Lini Mwala kuhusu vifo vilivyotokea ndani ya mwaka mmoja vya ng'ombe 300 kutokana na uvamizi wa magonjwa mapya ambayo hayakuwepo kabisa yanayotajwa kuathiri afya za wanyama. Kuna wadudu wa tetanus wanazaliwa ambao sasa mnyama anakuwa anawala kupitia malisho. Vifo 300 kwa mwaka mzima ni kiwango kikubwa sana kutokea ndani ya shamba la serikali. Hata tukitaka kufufua shamba hili la Mabuki ambao ndio mpango na maelekezo ya Mheshimiwa Rais, itabidi tujipange kwanza kwa makosa ambayo tumesha yafanya ili tujipange kuyasahihisha. Akiwa katika shamba hilo pia akahimiza uwajibikaji ndani ya wizara hiyo. Yeyote ambaye yuko wizarani makao makuu, utendaji wake utapimwa pamoja na mambo mengine na uhusiano wake na taasisi ambazo ziko chini yake nje ya wizara. Tunachokiomba ni uboreshaji kuanzia miundombinu ya maji, mifugo yenyewe, lakini malisho kwa ujumla wake, kwa sababu ukiacha tu malisho yanayotegemewa hapa, lakini malisho ni biashara kubwa. Kuliona eneo linazagaa kama halina kazi, tunashauri serikali ijaribu kuliona shamba hili kuliongezea mifugo kwa wingi kwa ajili ya kuona kwamba tija ni. Henry Kavirondo, Channel 10 Mwanza. Zaidi ya wakulima 900 wa tumbaku wilayani Chunya mkoani Mbeya wanadai malipo ya mauzo ya tumbaku yao zaidi ya shilingi bilioni 2.8 kutoka kwa kampuni mbili zilizonunua tumbaku yao tangu Julai mwaka 2025 na kuomba serikali kuingilia kati ili waweze kulipwa. Taarifa zaidi na Rose Chapewa. Vyama vya msingi 4 ambavyo ni Matimba, Magunga, Ifuma na Umoja ndivyo bado havijalipwa fedha za mauzo kutoka kwa kampuni ya Magefa na Jespan. Umefanyika mkutano mkuu wa mwaka wa chama kikuu cha ushirika wa tumbaku Chunya, yani CHUTIK, ndipo wakulima wakataka kujua sababu za wao kutolipwa fedha zao hadi sasa. Tunachokiomba sasa kupitia mkutano huu wa union, waangalie wakulima wetu wanaendeshaje kilimo mpaka sasa. Sisi hatujaja kuuza tumbaku, tukopeshe, alafu wakipata faida watuletee. Tunaongea kwa masikitiko makubwa sana. Sisi wakulima maisha yetu tunaendesha kwa msimu wa miezi 12. Unaponicheleweshea malipo unanipelekea miezi 24, sina kipato chochote. Kutokana na malalamiko haya ya wakulima, mwakilishi wa bodi ya tumbaku akasema haya: kisha wiki hii isiishe wiki hii, angalau vile vyama ambavyo ni vya Chunya vinavyodai zaidi ya dola 700 pamoja na ushuru waweze kulipwa. Mwenyekiti wa bodi ya CHUTIK naye akawa na haya: kwa kweli hata mimi nauma. Magefa yupo, juzi tulikuwa naye kwenye kikao cha halmashauri ya tumbaku. Jespan yupo, juzi nilikuwa Kigoma nilikutana na vyama kule, nao wamepewa leseni na bodi ya tumbaku. Kwa nini wanaendelea kuamini watu ambao huko tunawadai? Kwa kweli wasipotulipa tarehe 30 vitu tuko hapo. Inaumiza kweli. Leo tunaongea kwa uchungu kuhusiana na haya, lakini kesho na kesho kutwa hivi vyama vina uwezo wa kupotea. Wakulima wengi imani yao kubwa huwa wanatunyosha vidole sisi kwa sababu ndio waliochagua na wanaamini tunasimamia shughuli zao zote. Kinachoenda kutokea kwenye masoko kama hizi pesa watakuwa hajalipwa, maana yake tujiandae kuipokea migogoro mingi kutoka kwenye hivi vyama vya wakulima kutorosha tumbaku.
kitu ambacho tunakiona hakina afya tutaviua vyama vyetu. Kutoka Chunya mkoani Mbeya, mimi ni Rose Chapewa wa Channel 10. Asante sana Rose Chapewa. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema mazungumzo ya siku mbili yaliyolenga kukomesha vita nchini mwake yaliyofanyika mjini Abu Dhabi yaliyohusisha wawakilishi kutoka Ukraine, Urusi na Marekani yamemalizika kwa mafanikio. Zelensky kupitia chaneli yake ya Telegram amesema pande zote katika majadiliano hayo zimekubaliana kuripoti kwa viongozi wao kila kipengele cha mazungumzo na kuratibu hatua zijazo, huku afisa wa Marekani aliyetoa sharti la kutokutajwa jina, yeye amesema awamu ijayo ya mazungumzo itafanyika Februari mosi. Majadiliano yaliyokwisha yalijikita kwenye masuala mapana yanayohusu jeshi na uchumi pamoja na uwezekano wa kupata makubaliano ya kusitisha vita. Hii ni mara ya kwanza kwa maafisa wa utawala wa Rais Donald Trump kukaa chini na mazungumzo na wawakilishi wa Ukraine na Urusi kama sehemu ya juhudi za kuvikomesha vita nchini Ukraine vilivyodumu kwa karibu miaka minne. Wakazi wa kata ya Iponya wilayani Mbogwe mkoani Geita wameishukuru serikali ya awamu ya 6 kwa kufanikisha ujenzi wa daraja kubwa katika mto Buluhe, eneo ambalo walikuwa wakitumia mitumbwi kuvuka, hali ambayo ilisababisha watu wengi kufariki na wengine kupoteza mazao yao kwa kusombwa na maji. Taarifa zaidi na Mrisho Sadiki. Naibu Waziri wa Ujenzi Godfrey Kasekenya amefanya ziara ya ukaguzi wa miradi ya dharura ya ujenzi wa madaraja na njia ya maungio zinazojengwa kwa thamani ya zaidi ya bilioni 12, ikiwemo barabara ya Wendele Mlele eneo la Kanegere na Lubeho na barabara ya mkoa ya Kashelo, Masumbwe na Mwabomba. Akiwa kwenye kata Iponya katika ujenzi wa daraja linalounganisha mkoa wa Geita na Shinyanga, wakazi wa eneo hilo wameeleza simulizi za kutisha kabla ya uwepo wa daraja hilo. Watu walikufa sana hapa, na tunashukuru kwa sababu tumejengewa hii daraja, na tunaomba likamilike kwa sababu imefikia kipengele cha mwisho. Daraja hili ni kiunganishi kati ya Shinyanga pamoja na Geita. Sisi wana Geita tumekuwa tukitegemea sana barabara hii. Meneja wa TANROADS mkoa wa Geita amesema ujenzi wa daraja hilo umefikia 90%. Linajengwa kwa thamani ya bilioni 2.9 lenye midomo 15 na upana wa mita 4 kwa mita 3. Historia hapa inaonyesha kwamba wakati wa mafuriko wananchi walikuwa wanavuka hapa kwa kutumia mitumbwi. Sasa hili tatizo tumeenda kuliondoa na barabara hii inategemea kukamilika tarehe 31 mwezi Januari. Kwa mujibu wa mkataba, mkandarasi anatakiwa akabidhi kazi. Naibu Waziri wa Ujenzi Mheshimiwa Godfrey Kasekenya amesema kazi iliyofanyika Mbogwe imefanyika nchi nzima kutokana na mvua kubwa za El Nino zilizonyesha siku za nyuma na kuharibu kwa kiasi kikubwa miundombinu ya barabara na madaraja, na kwamba serikali imetumia zaidi ya bilioni 500 kukabiliana na uharibifu huo nchi nzima. Ni kuambia tu kwamba serikali hii iliamua kuhakikisha maeneo yote ambayo maji yanaua watu kwa sababu ya mafuriko, na hasa kwenye miundombinu ya barabara zinajengwa nchi nzima. Kutoka Geita, mimi ni Mrisho Sadik. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, Mheshimiwa Profesa Riziki Mshemdoe amemshukuru Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuidhinisha shilingi bilioni 1.035 za ujenzi wa dharura wa barabara ya Kasamwa Gamashi yenye urefu wa kilomita 18 iliyoimarisha shughuli za kiuchumi kupitia sekta ya usafiri na usafirishaji kati ya wilaya ya Nyang'hwale na makao makuu ya mkoa wa Geita. Tupate taarifa zaidi. Profesa Shamdoe amesema barabara hiyo ina umuhimu kiuchumi kwa wananchi wa Nyang'hwale na Geita ambao wanategemea shughuli za kilimo na ufugaji. Hivyo uzalishaji unaofanyika Nyang'hwale ulikuwa hauwezi kufika makao makuu ya mkoa kutokana na changamoto iliyokuwepo ya ubovu wa miundombinu ya barabara ya Kasamwa hadi Gamashi. Ni mshukuru sana Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, kwanza kwa kuona umuhimu wa kuwaona wananchi hawa wa Nyang'hwale na Geita kwamba wapate hii connection ya barabara hii hapa.
La kwanza, umuhimu wa barabara hii umeonekana kwamba ni kwenye masuala ya uchumi. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya Nyang'hwale Grace Kingalame amemshukuru Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuwezesha ujenzi wa barabara hiyo ambayo itaondoa changamoto ya mawasiliano kati ya wilaya yake na makao makuu ya mkoa. Sisi tunaendelea kumshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuona atuwezeshe kupata mradi huu, kwa sababu ni mradi ambao pia utatupunguzia umbali wa kimawasiliano wilaya ya Nyang'hwale kuja mkoa wa Geita kwa maana ya makao makuu ya mkoa. Mradi unatembelea leo ni ujenzi wa dharura wa barabara ya Kasamwa Gamashi kilomita 18, mkataba namba 26 wenye thamani ya shilingi bilioni 1 na shilingi 35,047,200. Kazi ilianza tarehe 25 mwezi wa 8 2025 na tarajiwa kukamilika tarehe 27 mwezi wa 2 2026, na hadi sasa utekelezaji ni 82%. Zaidi ya wananchi 6,000 kutoka katika kata 4 za halmashauri ya wilaya ya Arusha wanatarajiwa kunufaika moja kwa moja na mradi wa mageuzi ya tasnia ya maziwa unaolenga kuongeza upatikanaji na ubora wa maziwa, kuinua uchumi wa wafugaji pamoja na kuongeza ustawi wa lishe katika jamii. Tupate taarifa zaidi. Naibu Waziri wa Ujenzi Godfrey Kasekenya amefanya ziara ya ukaguzi wa miradi ya dharura ya ujenzi wa madaraja na njia ya maungio zinazojengwa kwa thamani ya zaidi ya bilioni 12, ikiwemo barabara ya Uendele Mlele eneo la Kanegere na Lubeho na barabara ya mkoa ya Kashelo, Masumbwe na Mwabomba. Akiwa kwenye kata Iponya katika ujenzi wa daraja linalounganisha mkoa wa Geita na Shinyanga, wakazi wa eneo hilo wameeleza simulizi za kutisha kabla ya uwepo wa daraja hilo. Watu walikufa sana hapa, na tunashukuru kwa sababu tumejengewa hii daraja, na tunaomba likamilike kwa sababu imefikia kipengele cha mwisho. Daraja hili ni kiunganishi kati ya Shinyanga pamoja na Geita. Sisi wana Geita tumekuwa tukitegemea sana barabara hii. Meneja wa TANROADS mkoa wa Geita amesema ujenzi wa daraja hilo umefikia 90%. Linajengwa kwa thamani ya bilioni 2.9 lenye midomo 15 na upana wa mita 4 kwa mita 3. Historia hapa inaonyesha kwamba wakati wa mafuriko wananchi walikuwa wanavuka hapa kwa kutumia mitumbwi. Sasa hili tatizo tumeenda kuliondoa, na barabara hii inategemea kukamilika tarehe 31 mwezi Januari. Kwa mujibu wa mkataba, mkandarasi anatakiwa akabidhi kazi. Naibu Waziri wa Ujenzi Mheshimiwa Godfrey Kasekenya amesema kazi iliyofanyika Mbogwe imefanyika nchi nzima kutokana na mvua kubwa za El Nino zilizonyesha siku za nyuma na kuharibu kwa kiasi kikubwa miundombinu ya barabara na madaraja, na kwamba serikali imetumia zaidi ya bilioni 500 kukabiliana na uharibifu huo nchi nzima. Ni kuambia tu kwamba serikali hii iliamua kuhakikisha maeneo yote ambayo maji yanaua watu kwa sababu ya mafuriko, na hasa kwenye miundombinu ya barabara zinajengwa nchi nzima. Kutoka Geita, mimi ni Mrisho Sadik. Wajumbe wa Marekani Steve Witkoff na Jared Kushner wameitolea wito serikali ya Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kuingia katika awamu ya pili ya kusitisha mapigano kwenye ukanda wa Gaza. Wametoa wito huo wakati wa mazungumzo na Netanyahu waliofanyika Jumamosi, ingawa ofisi ya Waziri Mkuu wa Israel haikutoa maelezo zaidi kuhusiana na majadiliano hayo. Afisa wa Marekani aliyezungumza kwa sharti la kutokutajwa jina amesema wajumbe hao wanafanya kazi karibu na Netanyahu kuhusu kuyapata mabaki ya mateka wa mwisho aliyesalia Gaza na hatua zinazofuata. Hata hivyo, Marekani inapambana kuhakikisha makubaliano ya kusitisha vita katika ukanda wa Gaza yanasonga mbele, huku Netanyahu kwa upande wake anakabiliwa na shinikizo la kusubiri kwanza hadi wanamgambo wa Hamas watakaporejesha mwili wa mateka aliyesalia Gaza, Ran Givili. Raia wa Myanmar wamepiga kura katika awamu ya 3 na ya mwisho ya uchaguzi mkuu nchini humo, ikiwa ni chama kinachoungwa mkono na jeshi linalotarajiwa kupata ushindi katika uchaguzi uliodumu kwa karibu mwezi mmoja. Chama hicho, The Union Solidarity and Development
Party USDP kilichosheheni maafisa wastaafu wa jeshi kilishinda kwa asilimia 85 katika uchaguzi wa baraza la wawakilishi na theluthi mbili katika bunge kwenye awamu mbili za awali. Wapiga kura kwenye miji 60 wanashiriki zoezi hilo katika miji mikubwa ikiwemo Yangon na Mandalay, huku wakosoaji wakisema uchaguzi katika taifa hilo si huru wala wa haki na unalenga kuhalalisha mamlaka ya kijeshi iliyoondoa serikali ya kiraia ya Aung San Suu Kyi Februari 2021. Wavuvi katika forodha ya Ziwa Ngaiti lililopo wilaya ya Manyoni mkoani Singida wanakabiliwa na changamoto ya ubovu wa miundombinu ya barabara, hali inayosababisha kutumia gharama kubwa kusafirisha mizigo ya samaki kupeleka kwenye masoko ya samaki pindi mvua zinaponyesha. Channel 10 imewatembelea wavuvi kwenye forodha hiyo ya Ziwa Ngaiti iliyopo umbali wa zaidi ya kilomita 6 kutoka barabara kuu ya Manyoni Dodoma, na hapa wanapaza sauti zao. Kama barabara, wakati mwingine tunanunua samaki kutoka hapa Forozani, ukikuta mvua imenyesha, kuifikisha barabarani inakuwa ni changamoto. Hivyo tunaomba angalau tu waje watutengenezee barabara. Na ukizingatia hii kambi yetu inaingiza mapato mengi sana halmashauri, maana tuna wavuvi wapo wengi, wachuuzi wapo wengi. Kwa hiyo miundombinu kwetu sisi wafanyabiashara sio nzuri. Upatikanaji wa samaki hapa, kila kitu unavyokiona hapa, utoaji wake sasa. Umeona barabara hii na sumejia hiyo sali zake, unaweza kununua samaki hapa. Tenga hili lifike barabarani pale linatumia wiki nzima na umegongea barafu. Inakuwa sio samaki tena, hiyo ni uji. Maji tunayovua ni ya kukauka. Kama hivi inaendelea kukauka, hatujui kama itajaa tena au haitajaa, isipokuwa wavuvi wanavua. Baadhi ya wafanyabiashara na wananchi wanaopata huduma katika soko la Kachoma lililopo manispaa ya Tabora wamelalamikia hali ya ukosefu wa miundombinu yenye ubora na hivyo kusababisha soko hilo kuwa kwenye mazingira hatarishi ya kuibuka kwa magonjwa ya mlipuko hususan wakati huu wa msimu wa mvua. Tupate taarifa zaidi. Hii ndio hali halisi iliyopo kwa sasa katika soko la Kachoma lililopo katikati ya mji wa Tabora. Baadhi ya wafanyabiashara na wananchi ambao wamekuwa wakifika sokoni hapo kupata mahitaji mbalimbali wanasema hali hiyo kwa sasa ndani ya soko hilo imekuwa ni kero kubwa kwao, kwani inatishia usalama wa afya zao. Kwa sababu tumeshajaribu kuzungumza tu na wamiliki wa soko wenyewe wanaiona hali, lakini sasa unakuwa ndio mazingira yameendelea kubakia kama jinsi yalivyo. Tunalipa pesa manispaa, lakini mwisho wa siku soko ndio hili, inatumiza akili. Kwa hiyo tunaomba serikali tusaidie kwa jinsi watakavyoweza ili kutuletea ingalau mola ya kushindilia mahali hapa. Ramadhani Mlela ni kaimu mwenyekiti wa soko la Kachoma ambaye anakiri hali ya soko hilo kwa sasa si ya kuridhisha. Misingi ya kutoa maji taka haya bado halmashauri haijairekebisha. Kwa hiyo mvua zinaponyesha kwa kweli tunakuwa tunapata adha kidogo. Ikitokea hapa magonjwa ya milipuko, sisi sote paka ambao wanafanya huduma ya kuja kuemea humu watabidi wakwame. Hata hivyo, katika kikao cha kamati ya ushauri ya wilaya Tabora DCC, suala la uchafu katika maeneo mbalimbali ya manispaa Tabora ikiwemo hali ya soko la Kachoma ni miongoni mwa ajenda zilizojadiliwa, ambapo mkuu wa wilaya Tabora Upendo Wela akaeleza jitihada zilizofanyika kukabiliana na hali hiyo. Taarifa zilizopo ni kwamba tayari wameshapata kampuni, kwa maana kuna moja ambayo imechukua tenda kukusanya kwenye kata 7 na kuna nyingine wameniambia imefika leo ambayo na wenyewe wameendelea na mazungumzo nayo. Kisa Mwepiana, Channel 10. Baadhi ya wawekezaji katika sekta ya ufugaji wa samaki kwa njia ya vizimba katika manispaa ya Musoma mkoani Mara wamesema changamoto kubwa ya ukosefu wa viwanda vya kuchakata chakula cha samaki inaongeza gharama kubwa katika uendeshaji, huku wakiomba uwepo wa viwanda hivyo kwa wingi nchini ili kurahisisha uwekezaji katika eneo hilo. Watanzania wameshauriwa kutumia changamoto zilizopo katika eneo la ufugaji wa samaki kuzibadili kuwa fursa, huku pia wakiaswa kusajili miradi yao katika mamlaka ya uwekezaji maeneo maalum ya kiuchumi TISEZA, hususan katika sekta ya ufugaji wa samaki kwa njia ya vizimba ili kunufaika na fursa zinazotolewa na mamlaka hiyo
ikiwepo unafuu wa kodi. Tupo katika kampeni ya kitaifa ya uhamasishaji uwekezaji wa ndani. Wito huu unatolewa mjini Musoma na kaimu mkurugenzi uhamasishaji na uwekezaji kutoka TISEZA George Mkono wakati wa ziara ya maafisa wa mamlaka hiyo mkoani Mara, ziara inayolenga kuhamasisha Watanzania kutumia fursa zilizopo kwenye mamlaka hiyo ili kuimarisha uwekezaji mkoani hapa na nchi kwa ujumla. Kwanza wanapokea changamoto katika eneo hili. Kuna changamoto ya upatikanaji wa chakula, lakini si kwamba chakula hakipo. Changamoto ni gharama ya chakula kinachopatikana hivi sasa, kwa sababu chakula kile hakizalishwi katika maeneo yetu. Chakula tunaagiza Kenya, chakula tunamtumia mkandarasi. Kwa jitihada tulizonazo hapa, na sasa hivi na vizimba vya samaki vipo 25. Ambao tunatarajia kufikia mwaka 2028 vinatakiwa vifikie hata 100. Natia tu hamasa watu wote ambao pengine wana mipango baada ya kuanza biashara, hawa wanataka kuanza sasa hivi. Mazingira yanaruhusu, mazingira ni mazuri na nchi yetu iko kwenye muda wa biashara sasa. Kufuatia kauli hiyo, kaimu mkurugenzi wa uhamasishaji na uwekezaji kutoka TISEZA George Mkono amesema changamoto zilizopo katika sekta hiyo ya ufugaji wa samaki kwa njia ya vizimba ni fursa ya uwekezaji, hivyo kutoa wito kwa Watanzania hususan vijana kutumia nafasi hiyo. Kwa hiyo ule unafuu wa mitaji kupitia mamlaka ya uwekezaji tumewatengenezea dirisha maalumu kwa Watanzania ili kuweza kupata hii misamaha ya kodi na ambayo sio ya kikodi. Mwenyekiti wa bodi ya TISEZA Balozi Daktari Azizi Mlima amesema mamlaka hiyo inatarajia kuanzisha madawati maalum katika kila mkoa kwa ajili ya kutoa taarifa ya elimu na Watanzania wengi waweze kutambua fursa za uwekezaji zilizopo katika mikoa husika. Na Watanzania tukichangamkia hizo fursa ni kwamba tutakuwa na manufaa makubwa sana ya kiuchumi na tutaweza kubadilisha uchumi wetu. Kuzindua pia madawati ya uwekezaji katika mikoa, katika ofisi ya mkuu wa mkoa na RAS kuweza kutambua fursa za uwekezaji zilizopo. Jina langu ni Musa Makali na hii ni Channel 10. Na mtazamaji, tumefikia tamati upande wa habari za kitaifa na kimataifa. Tukapate mapumziko mafupi, tutarejea kusikiliza habari za michezo na burudani. Tutakuwa naye Eden Bahati. Asante.